Sababu tano zinazofanya mwanamke aliyezaliwa familia ya kishua hawe na msimamo kwenye mahusiano ama ndoa ukilinganisha na mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara. Sababu ya kwanza ni kutokuwa na tamaa ya pesa za wanaume. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kishua huwa hana tamaa na pesa za wanaume. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya anakuwa na msimamo. Na pia sababu ya pili ni sababu ya kumpenda mwanaume kwa asilimia zote. Mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kishua huwa anampenda mwanaume kwa asilimia zote, yaani 100%. Ni tofauti na mwanamke ambaye amezaliwa katika familia ya kifukara, huwa anakuwa kwenye mahusiano na mwanaume ama kwenye ndoa na mwanaume akiwa yaani yupo hayupo. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kishua asiweze au awe na msimamo akiwa kwenye mahusiano ama ndoa. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya kuheshimu utu, yaani mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kishua kuheshimu utu wake. Ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kishua sio rahisi kutokuwa na msimamo, kwa sababu anakuwa anaheshimu utu wake, yaani hawezi kumvulia mwanaume yoyote ili mradi eti kwa sababu ana pesa au kwa sababu ya nini, kwa sababu anaheshimu utu wake. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kishua hawe na msimamo. Na pia sababu nyingine ni sababu ya kutoendeshwa na misimamo ya marafiki au jamii inayomzunguka. Binti au mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kishua huwa na msimamo wa kutoendeshwa na marafiki ama jamii ukilinganisha na mwanamke ambaye amezaliwa katika familia ya kifukara. Na pia sababu nyingine ya mwanamke wa kishua kuwa na msimamo ni sababu ya kutokuwa na tamaa na kuhudumiwa na wanaume. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya binti aliyezaliwa katika familia ya kishua kuwa na msimamo katika mahusiano ama ndoa. Nikumbushe pia, kama unahitaji kuweza kuingia kwenye mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi, hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000, lakini pia unaweza kukipata kwa shilingi 10,000 kwa njia ya WhatsApp. Hakikisha unanicheki WhatsApp ili uweze kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Anyankole. Asante na karibu.